kulingana na unavyozungumza umesema serikali pana ya broad-based kwako ndipo. Maana umesema sasa watu wanaweza enda maeneo mengine ambayo yalikuwa kitambo hawezi fika kufurahia. Ni kipi kizuri haswa na hii serikali? Nafikiri kwamba kwanza, unajua, kwanza tulikuwa na rais wetu, mgombea rais, Mheshimiwa Raila. Tulikuwa na mgombea ugavana wa Nairobi. Vitu viwili very important. Lakini tulifika tukaambiwa kwamba mwenye amechaguliwa mpaka sasa hivi tunaamini kwamba Mheshimiwa Raila alishinda uchaguzi. Lakini kwa sababu tuko chini ya sheria na viongozi wa IEBC walituambia kwamba mwenye ameshinda kura ni Mheshimiwa Ruto, tulikubali. Lakini tukaambia vile walianza uongozi kwamba kuna vitu wanafanya vibaya hapa Nairobi, tukaorganize maandamano ya 2023 kwa mara ya mstari wa mbele kabisa kupiga kelele mtandaoni. Na kwa mara ya kwanza hata waandishi wa habari tuliona aina ya vita ama aina ya vita dhidi ya watu wa Azimio hatujawahi shuhudia. Mpaka gari ya Mheshimiwa Raila ilipigwa risasi 13. Tukasema kwamba hii ni serikali mbaya. Na mwenye alikuwa anaamka kila siku saa 9, saa 10 kudili na sisi ni mtu mwenye alikuwa anaongoza kitu inaitwa shareholding. Tukasema kwamba lazima tutafute njia ya ni nani huyo? Tukatoka. Unajua ni nani huyo? Mheshimiwa Gachagua ndio alikuwa anaongoza nyinyi kupata taabu na Azimio. Unakumbuka kila siku alikuwa anaamka anaenda ofisini saa 10, alikuwa ofisini. Na alikuwa anaenda kufanya kazi, kupanga kazi na watu wake. Alikuwa anasema mwenyewe kwamba lazima tumalize hii shida ya Raila once and for all. Ile mitego alikuwa amesema ameweka Ikulu. Sio mtego, alikuwa anasema kwamba huyu jamaa hata wahi sumbua wa Kenya. Sasa tulikuwa hatujui kama anataka kumuua, anataka kumweka jela. Nakumbuka wakati mmoja walishika hata mlinzi wake wa karibu zaidi, Ogeta. Akakaa mpaka kapotezwa, hatukujua hata yuko wapi. So tulifika wakati tukaona kwamba hawa watu hawajui madhara ya sisi kuchukua backseat. Kwamba sasa hakuna political party. Wakakuja 2024 June wakapata shida ya vijana. Kwa sababu political parties walinyimwa funding, ufadhili, na pia ile party ya opposition ilinyamaza kimya. Tukasema kwamba tuwachane na hao watu tuone watafanya nini. Akina nani? Sisi kama Azimio. Muachane na akina nani? Tuwachane na UDA tuone watafanya nini. Lakini walifika sasa vijana wakasema kwamba wapi Raila? Vijana wenyewe wakasema kwamba hatufai kuita Raila. Raila alijaribu mwaka jana, walijaribu kumpiga risasi. Sasa tuende barabara peke yetu. Wakaingia bunge. Kwa demokrasia ya multiparty, the most powerful institution ni bunge. Sio Ikulu, ni bunge. Vile vijana walivamia bunge, wakaingia ndani mpaka wakachoma, mpaka sasa tunaamini kwamba kuna vijana walikufa kule bunge, waliuawa. Tuliamini kwamba Kenya Kwanza ili lose legitimacy ya kuongoza nchi. Kenya Kwanza hii ambayo mnafanya kazi nayo kwa sasa mnaisifia? Kenya Kwanza ili lose legitimacy ya kuongoza nchi. Lakini tukasema kwamba what is the process? Mwenye alileta hii shida yote, mwenye aliweza kwamba kunusuru nchi, alikuwa nafaa kuwa mwenye alikuwa nafaa kunusuru nchi, alikuwa nafaa kuwa speaker wa bunge. Na speaker wa bunge akakuwa ndio mtu mwenye aoni busara ya kunusuru nchi ili nchi isichomeke. Speaker wa bunge la taifa. Bunge la taifa. Moses Wetangula. Alikosea wapi kunusuru nchi? Shida ilikuwa finance bill. Vile watu walikuwa wanachambua, mpaka vijana wakasema kwamba ilikuwa inaenda kuongeza kodi. Sasa speaker wa bunge Kenya alikuwa kufanya kama speaker angeuondoa ule mswada. Angeuondoa na aendelea Wakenya waende wakujadiliana. Lakini mheshimiwa, ni kukate kalima, hayo yote wanayozungumza ni kuonyesha uozo ambao ulikuwa mmeuona ndani ya Kenya Kwanza. Huu uozo haupo tena, manake sasa hivi unasifia, paka nikiangalia nitacheza baadhi ya jumbe zako, unasifia sana watu wanaofanya kazi na Rais William Ruto na nyinyi kuwa mko ndani ya Kenya Kwanza. Ni kipi kilibadilika kwamba sasa hii umesema kwamba uhalali ulikuwa umepotea ndani ya Kenya Kwanza, walishindwa kuondoa mswada wa fedha ambao pia wewe ulikuwa unaupinga ukiwa ule mrengo mwingine? Ni kipi kilibadilika? Tumekuja Kenya Kwanza, tumekuja kwa broad based ku rescue Kenya Kwanza from themselves. Kwa wenyewe ndio walikuwa adui wao wenyewe. Kwa sababu ile lugha walikuwa naongea sio lugha ya kuleta watu pamoja. Sasa mwenye alikuwa analeta hii mgawanyiko yote alikuwa
second in command. Tukasema kwamba tuondoe huyu jamaa. Mkamuondoa naibu rais. In fact, hao wenyewe ndio kaona busara mara 4 wakajaribu. Lakini unavyosema mkoona muondoe ni kama pia nyinyi mlishiriki, watu wa ODM mlishiriki. Watu wa Azimio. Kwa hivyo wanawalaumu kwa haki kwamba mlienda kuvuruga serikali ya Kenya Kwanza. Hatukwenda kuvuruga, tulienda kunusuru nchi. Kuwatengenezea. Kabla tuendelee, manake naona mheshimiwa ameingia studioni, mheshimiwa Gitonga Mkunji. Kwanza kabisa ningependa kuangalia hii tweet yako moja. Tweet ya Mkunji ama yako ambayo inasema Junet Mbadi na Joho, labda tukisoma Junet Mbadi na Joho hawa ni wanamikakati katika chama, lakini Orengo, Sifuna na wengine ni waropokaji katika chama. Ni kasuku kwa chama. Ni kasuku, chagueni vyema. Leo Orengo amesifia Shah, akapiga makofi akasema pia tembelewe kule. Sasa imekuwaje tena unachagua asiye ndani ya Broadbase ni kasuku, akiingia ndani anageuka kuwa ni mpangaji, mwana mikakati? Sio unajua si unduma kuwili huo. Unajua kuna watu, baba alikuwa anataka tafuta AUC. Naam. Na kuna wenzetu, na tulilaumu sana watu wa Central Kenya kwamba unajua walikuwa wanatamani sana baba, wenye walikuwa wanatamani baba aanguke. Sio watu wa Central Kenya sana. Ni watu wenye wako ndani ya ODM na wako Azimio. Walikuwa naamini kwamba bila ile baba kubeba mkono yao hawatapita kura. Na kuna wanasiasa kama hao wako ODM na wako wengi. Na ndio kasuku. Mpaka sasa hivi wanatamani kwamba baba akosane na serikali, tuende vita, tupigane kwa barabara, tuchome tairi. Tukasema kwamba hii vita every 5-year period for the last 20 years tumekuwa tukipoteza sio chini ya vijana 300. Kwa hivyo Orengo ni kasuku ama si kasuku? Ni kasuku. Hata sasa ni kasuku. Hata sasa Orengo nilianza kujua siasa kupitia kwa shule yake ya kisiasa privately. Chenye alikuwa anatuambia ni moja. Kama unataka kusucceed kwa siasa, pinga serikali yenye iko kwa kiti. Na sasa jinsi ambavyo amefika Ikulu, ilimlazimu angeenda wapi, tungemuondoa kama gavana. Umeisha ama bado yuko nao? Saizi ukasuku bado ako nayo, lakini gavana asipocheza vizuri hata rudi kama gavana wa Kisiaya.